Thailand imefanya mashambulizi ya anga katika mpaka unaobishaniwa na Cambodia hii leo siku ya Jumatatu, Disemba 8 mwaka 2025, tukio lililoongeza mvutano katika eneo ambalo limekuwa na migogoro ya muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Mashambulizi hayo yameripotiwa kutokea kufuatia kile Thailand ilichodai kuwa ni shambulio la kwanza kutoka kwa majeshi ya Cambodia, madai ambayo Cambodia imeyakanusha vikali. Eneo hilo la mpaka limekuwa likishuhudia ukosefu wa utulivu kwa miaka kadhaa, hasa kutokana na madai yanayohusiana na umiliki wa ardhi na maeneo ya kihistoria. Jeshi la Thailand lilisema kuwa mashambulizi hayo ya angani yalikuwa sehemu ya hatua za kujilinda na kwamba walilenga kupunguza vitisho kutoka upande mwingine wa mpaka. Katika taarifa zao, maafisa wa jeshi walisisitiza kuwa hawakuwa na nia ya kuongeza mgogoro, bali walikuwa wakichukua hatua za kulinda ardhi yao na raia wake. Hata hivyo, mitazamo hiyo imepingwa na Cambodia, ambayo imetaja hatua hiyo kama uchokozi na ukiukaji wa mipaka yake. Kwa upande wa Cambodia, maafisa wa serikali walitoa taarifa wakisema kuwa Thailand ndiyo iliyoanzisha mashambulizi na kwamba wanajeshi wake walilazimika kujibu kwa kujihami. Cambodia imeitaka jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu kile ilichokiita kitisho dhidi ya mamlaka yake ya kitaifa. Wametaka pia mazungumzo ya haraka ili kuzuia hali kugeuka kuwa vita kubwa. Wakati mapigano yakiendelea kuripotiwa, serikali ya Thailand ilianza kuondoa raia wake kutoka maeneo hayo ya karibu, na uondoaji huo ulilenga kuwalinda raia dhidi ya athari zinazoweza kusababishwa na mashambulizi yanayoendelea, ikiwemo kujeruhiwa au kupoteza maisha. Serikali ilisema kuwa usalama wa raia unatangulizwa zaidi ya chochote katika kipindi hiki cha mvutano. Mgogoro huu mpya unaongeza wasiwasi katika eneo la kusini mashariki mwa Asia, hasa kwa kuwa migogoro kati ya mpaka wa Thailand na Cambodia imekuwa ikitokea mara kwa mara kwa miaka mingi. Hali hiyo inaibua wito kwa jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kikanda kusaidia kupatanisha pande mbili hizo ili kurejesha amani na uthabiti. Kama hatua za kidiplomasia zitacheleweshwa, kuna hofu kwamba mapigano yanaweza kuongezeka na kuathiri zaidi wananchi wa pande zote mbili.